Tatizo ya ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo inaendelea kuzuka katika eneo popote. Mnaangalia kuona kila mara vita inaendelea kunyenyeka kila sehemu yoyote, Nord Kivu na upande wa Sud Kivu, na kwa sasa kuelekea upande wa Minembwe, mara moja Itombwe, mara moja upande wa Kitavi kuelekea katika ndani ya Mikenge, Kalingi na kuelekea mara moja Baraka, Fizi. Mnaona kisi raia population la kuteseka katika upande wa Sud Kivu. Hatua serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo FARDC huenda kuonesha kwenye mapambano, lakini kila mara kusonga wanashindwa. Na kwa sababu gani serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo ni kila mara inaendelea kushindwa kwenye uwanja wenye mapambano? Na kwa sababu gani, ama changamoto ni gani? Kwa sababu wana vifaa kubwa zaidi. Shida ni moja, serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo hawana mambo ya organization hakuna. Na tatizo lingine, serikali wanaendelea kulia wanajeshi katika uwanja mapambano, kusema katika eneo hili jeshi wa wazalendo kwa sasa hawana neno ya kuongea. Wanajeshi wa wazalendo kila mara wanaongozwa kama wanawake katika uwanja mapambano. Munaona kila mara kwenye milima hivi gisi FARDC wanaendelea kuwadirisha. Karibu mashabiki wa Media Goma TV kwa muda wetu habari wa asubuhi wa leo tarehe 4 mwezi wa 7 mwaka wa 2026. Kama ni mara ya kwanza kuwa pamoja na sisi katika kipengele chetu cha habari cha leo, tunaokaribisha kupitia Media Goma TV. Mashabiki wa Media Goma TV mahali popote muko, tunaendelea kuwasalimu zaidi na tunawatangazia kwa yote, tunaendelea kuwaletea habari yenye uhakika na habari yenye ukweli moja kwa moja. Hakuna mahali pengine mtapata habari yenye uhakika. Ukiwa unatusikiliza kupitia Media Goma TV utajua mengi zaidi, na tunawakaribisha kupitia vipengele vyetu vya habari vya asubuhi ya leo. Acha kwanza tusalimie mashabiki zetu mahali popote muko, tunawakaribisha kupitia habari zetu za asubuhi ndani ya Media Goma TV. Kwa sasa kutokea upande mashabiki kutokea ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, Lubumbashi, Manyema, Kindu na katika sehemu zingine tofauti ndani ya Nord Kivu na upande wa Sud Kivu. Mashabiki kutokea upande ya nchi ulayani madiaspora, tunawakaribisha kupitia Media Goma TV ndani za habari zetu za asubuhi ya leo. Tuna mengi ya kutangazia, na kama ni mara ya kwanza kwa pamoja na sisi, endelea kusubscribe, endelea kujaboni hili habari zetu mara kwa moja endelea kuzisikiliza kutokea katika sehemu tofauti. Na acha tushukuru kwanza mashabiki wale wamesha kujiunga ndani ya Media Goma TV, umesha kushiriki pamoja na Media Bukavu TV. Tunawakaribisha tena mara ya pili ndani ya habari ya Media Goma TV. Tayari kama wewe ulisha kusubscribe kupitia Media Goma TV, wewe ni kuwa natusikiliza mara sasa, tukiposti video mara moja utapata neno inaitwa notification mara moja, ili habari zetu zitakuwa zinakufikia mara kwa moja, na uendelee kupartage kila sehemu popote. Na tunashukuru kwa sasa mashabiki mwendelea kusubscribe kupitia Media Goma TV, mwendelea kusubscribe kupitia Media Bukavu TV. Mwenyezi Mungu awe pamoja na nyinyi. Kwa sasa tunawaleta katika ndani ya upande ya habari zetu za leo. Tuna mengi ya kuwatangazia kwa sasa. Kabla ni watangazia habari hizi, nataka kwanza tusikilize habari moja kwa moja, kwa sababu mambo yanayopitikana ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, mambo inaendelea kuwa musuko, inaendelea kuwa tatizo zaidi upande ya Nord Kivu na upande wa Sud Kivu. Tangu tarehe 2 ya mwezi wa 7 mwaka wa 2026 mapambano yameendelea kuzuka zaidi katika ulayani uko seta ya uko ndani ya Point Zero na upande wa Sud Kivu. Na kabla nikuja kuwatangazia habari hizi, ni kwanza tusikilize tayari kwenye uwanja mapambano kumeendelea nini, kwenye uwanja wenye mapambano kunaendelea vipi katika eneo kwenye upande wa Baraka. Vita imeendelea kuzuka zaidi katika seta hili. Kabla nikuja kuzungumza mengi kwanza, na ili tukuje kuchambua moja katika habari zetu, tusikilize kwanza raia population wetu kutokea upande huko kwenye uwanja, ili tuje kuchambua habari zetu mara moja. Ni kweli drone ilipiga kwa mlima mara pili. Mara ya kwanza ilipiga na 5K. Ni kweli drone ilipiga kwa mlima mara pili. Mara ya kwanza ilipiga na 5K. 24 ndio wenye waliingia hospitali. Ila 23 ndio wenye wamekufa. Ya drone ya 10h30 ilipiga kwa nyumba 10 mwenye wanamuita PC. Na tu Warundi wanazoeaga kutia depo hapo pale, viko na depo hapo pale, na pale wakaona tena ile drone ikaona gari ya Waibu ipo inatoka ngambo za Mukera kupanda ngambo za Mulima, mukakufa. Sasa wakapiga ile gari ya Waibu, mukakufa askari mbili. Ndio bila zenyewe zilikuwa kwa Mulima hizi. Watu wangu, hapa ni taarifa tunawaletea sasa moja kwa moja. Eneo ya kwa Mulima
jana tarehe 3 mwezi wa 7 mwaka wa 2026, eneo ya kwa mlima kuliripuka bombe ama drone. Kumbuka eneo kwa mlima ni sehemu ya shule, ni shule liko katika seta hili, na kulikuwa kambi la serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo la jeshi la Burundi, na makombora haya lilipuka mara moja. Wanajeshi 24 walielekea katika hospitali, wanajeshi 23 walifariki. Jeshi la Ibu gari liko nakuja peana ranforo, kulikufa wanajeshi 3. Mumesikiliza mara moja. Hili tayari ni kuja kuwachambulia, kama ninawaambia kupitia media Goma TV, sisi tunawaletea habari yenye uhakika, habari yenye uhakika. Kwa sasa hili likuja kuchambua hili mapambano inaendelea vipi. Waasi wa M23 kwa sasa wameamuka zaidi na kwenye mashambulizi, mpaka ikasababisha rais wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi mara moja kuita rais wa Burundi Ndayishimiye. Hili ni breaking news nimeoletea katika muda wetu wa usiku wa leo, muda wa asubuhi. Breaking news jana hiyo tarehe 3, Rais Felix Tshisekedi alisababisha aite rais wa Burundi kwa sababu ili akuje kukabiliana na wahasi hawa na kufanya renyo na wahasi hawa na kufanya renyo na wale wanaopingana na serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Hili ni breaking news. Sasa niliwaambia tarehe 8 Uvira itakuwa na maandamano kuhusu mambo ya constitution. Mara moja rais wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi ameona upande wenye mapigano, upande wa mapigano mambo inabadilika. Upande la jeshi la Kinshasa, maandamano tarehe 8 Kinshasa itakuwa, Uvira itakuwa. Sasa na katika uwanja wa mapambano ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo nako mapigano imeendelea. Wanajeshi wanaendelea kufeli kwenye uwanja mapambano. Sasa rais mahali yuko, rais wa jamhuri, maskini wa Mungu, kwa kweli halali. Kwa sababu gani? Upande wa vita umeendelea, yani vyote viko kwenye kichwa vyake. Upande wa maandamano wale waopoza wote wanajiandaa maandamano, mpaka mikutano imeendelea, mpaka rais wa jamhuri mpaka kwa sasa amebidi ashirikiane na rais wa Burundi ili aanze kufanya nini, baite mara moja viongozi wale wakutane katika upande wa Burundi, lakini wote wamekataka. Sasa vitu vimebadilika kwa sasa. Nimewaambia ndugu zangu, kwenye uwanja mapambano mambo imebadilika moja kwa moja. Ukiwa unasikiliza media Goma TV utajua habari zenye ukweli na habari zenye kuwa kwenye uwanja wetu wa Jamhuri ya Demokrasia, yani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Na katika breaking news niko nayo habari lipya nimewaletea watu wangu. Habari lenye mshangazo, sio lipya, ni habari lenye mshangazo. Minembwe eneo ya Minembwe upande ya sehemu ya Itombwe, Bilalo 2.0 Rusuku, Abala, Kalundu, hili mwele mambo inaendelea kuzuka katika upande wa Minembwe. Sasa katika habari linawaletea lenye linakuwa lenye mshtuko zaidi. 0 kwa sasa limezungukwa na wanajeshi wa M23. Ili nimewaletea habari lenye liko tre total. M23 kwa sasa wamezingira eneo yote ya 0. Njia linabaki ni moja. Njia moja lenye halijazingitiwa na jeshi la M23 ni barabara la kuelekea eneo ya Baraka na barabara ya kuelekea upande wa Mwenga. Hili ni taarifa, na upande ya kuelekea Kalemi. Hizi kuna baki barabara 3 za kuelekea Mwenga, barabara kuelekea Baraka, barabara ya kuelekea wapi? Kalemi. Kwa sasa FARDC walikuwa wameshazingira, walikuwa wameka ukuta lenye jeshi la M23 wasipate eneo wanaweza kupenya ili waingie ndani ya seta ya hapo 0. Lakini mara moja M23 kumbi walisha kupitia njia lenye alieleweki. Njia gani lenye alieleweke? Mara moja raia population kwenye mshtuko hii hapo kwa mlima, gisi navyo watangazia, gisi mtuto wa risasi uliendelea huko. Hakuna FARDC walikuwa najua tayari huko kote wamezingira. Lakini kwa sasa kwenye breaking news niko nalo hili, niambie watu wangu, raia population mnavyonisikiliza,
Hakuna yote atakuja kuwapasha habari hii lenye uhakika, kwa sababu mimi nawaletea habari yenye iko na ninawaletea preve na ninawaletea habari yenye inaendelea mara moja. Nilikuwa nikiwatangazia hili litahapeni, hili litaonekana, kwa sababu nawaambia tuko na habari ndugu zangu. Kama unataka kujua habari ya uhakika, pitia Media Goma TV, utajua habari zenyewe zinaendelea kupatikana ndani ya sekta, ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Mara moja katika ulayani huko sekta ya Pwenzero, eneo inaitwa Rusankuku, upande inaitwa Rustankuku, upande inaitwa Mutunda, upande inaitwa Kivumu, na watu wote wanaoelewa hizo eneo wanazijua. Hizo zote zimezingitiwa na M23 kwa sasa. Rustankuku, Rusankuku, Mutunda, Kivumu, zote iko kwenye mikono ya M23 katikati, yani eneo ya Baraka Kalemi iko katikati hivi, yani ndio barabara imebaki kwa sasa. Ndio FARDC kwa sasa wamebakisha njia lile lenyewe wataweza kukimbia. Mapambano kikuwa nguvu zaidi, wanaweza pata moyen d'inspiration, wanajipenya kwanza hapo Baraka, wakuje kupeana renfort itakuja mara moja, itoke Kalemi ikuje mara moja Baraka, iingie ndani ya sekta ya Pwenzero. Kwa sasa hili mapambano kisemela kuzuka, mpaka kwa sasa bombe zimeripuka mpaka katika eneo hizo, raia population wameanza kulaumu serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Watu wengine wanazungumza kusema hivi, kuna viongozi wa moja wa kiserikali katika ulayani huko Ruvunge, wengine kutokea makamanda wanaosimamia kiserikali ya FARDC upande wa Nord, upande wa Sud Kivu. Kuna serikali wa jeshi wa moja wa wazalendo wanalaumu wa FARDC, wanalaumu kwa sababu wanapitisha habari. Niko nayo niwaletea mara moja. Kuna inaitwa break news ndani ya Media Goma TV. Break news ninawaletea. Wanajeshi wa M23 wanapitia kwa kuvaa nguo ya jeshi la Ibu, kama gisi mnavyoona hapo, mavazi ya Ibu, wanajifunika kama maibu ili wakuje kupenya. Na ndio hivi ndani niliwaambia kwa kiserikali kuna mambo inaendelea kupenya kwa serikali. Watu wengi wanafikiria haionekani. Kuna gisi strategy FARDC inatumia kwa sababu hili M23 iendelee kupenya moja kwa moja. Hawezi kuniambia wanajeshi wa M23 avec Leibu, jeshi la Twirwaneho walipotea. Mnakumbuka M23 jeshi la Twirwaneho lilikuwa limepotea kabisa tangu mapigano ilikuwa tarehe 8, tarehe 9, tarehe 10 ya mwezi wa 6. Mara moja walikuja kuinuka kwa tarehe ngapi? Tarehe 30 kwenye mtuto. Huyu ilikuwa katika eneo hiyo, eneo ya wapi? Baraka. Na ndio kwenye msafiri wa mapambano iliendelea kuzuka mara moja kwenye uwanja wa mapambano. Gisi kulibadilika katika seta yenye uwanja wa mapambano, gisi kulimebadilika. Watu wengi walikuwa hawaamini, hakuna mwenye alikuwa anaamini kama waasi M23 watarudi na nguvu lingine. Lakini kwenye habari yenye nawapashia hivi, kwa sasa M23 lengo lao ni kuchukua mara moja Pwenzero, kuchukua mara moja Baraka, kuchukua Fizi na kuingia ndani ya santre ya Uvira. Hii ni break news nimewaletea. Wale wanaonisikiliza kupitia Media Goma TV, endelea kusubscribe kabisa, kwa sababu mambo imebadilika moja kwa moja. Mpaka kwenye mapambano haya yalikuwa katika eneo ili niwapatie ile break news na mjue kwa kweli niko kwenye habari, kuwaletea habari zenye uhakika moja kwa moja. Break news hili niwapatie habari zangu sasa moja kwa moja. Kuna kiongozi mmoja wanajeshi wa FDLR walienda kukabiliana na wahasi mpaka akapoteza maisha yao, akapoteza ufahamu ya maisha. Tarehe ngapi? Tarehe 1 alifariki. Mpaka kwa sasa FARDC avec wazalendo wakarejea nyuma, lakini umaskini ya Mungu, vijana wetu wa FARDC wazalendo mpaka kwa sasa waliumia. Hili niwapatie break news na mtaniambia hili habari. Koloneli anaoitwa koloneli wa wanajeshi wa Burundi alikufa tarehe 1, alikufa tarehe 30 kwenye mtuto kwenye tarehe 1 kwenye mripuko wa bombe. Huyu ulikuwa katika upande wa Baraka huko sehemu mtuto wanajeshi waliofariki katika mashambulizi alikuwa hapo. Koloneli anaitwa mara moja wa Burundi anaoitwa Nihori
anaitwa ni Horimbale Chukunia Senga. Huyo anayoitwa Chukuniase Nirorimbale Chukuniase alifariki katika seta ya uko Baraka. Huyu alikuwa kamanda umoja katika jeshi la Burundi na alikuwa kolonel kwa sasa. Gisi Mukavo unanisikiliza mara moja, na ukiwa unanisikiliza kupitia media Goma TV tayari utaendelea kujua mengi yanayopatikana katika uwanja wenye mapigano. Hapana kuangalia hili, mjue kwa sasa serikali yetu ya Kongo imeshindwa katika uwanja wa mapambano. Hatua M23 kwa sasa gisi mnavyoviona hapa, walikuwa turejee katika upande wa sehemu wa Nord Kivu. Mara moja M23 hao viongozi anaoitwa Bahati Msanga, yeye anaendelea kufanya sensibilisation upande wa Nord Kivu. Hatua alikuwa katika ndani ya seta, yani uko Masisi, ndani naitwa Muheto, eneo ya Muheto Kasusa, na kuelekea ndani ya Bashali Kalembe. Alikuwa na mikutano na viongozi wengi tofauti mpaka raia population katika eneo hili, kwa sababu ya kusensibilize raia population waungane na serikali ya wahasi wa M23. Mpaka M23 ukiona hao wana raha zaidi, ukiangalia hao hawana msukosuko kabisa kwenye mapambano. Ukiona vijana wetu wa FARDC kwa sasa, hao ndio shida, tumeteseka mpaka raia population tumekufa kwa wingi zaidi. Hebu niambie kwa sasa raia population umekufa katika eneo ya Nord Kivu, upande wa Sud Kivu, mambo inaendelea kubadilika, mambo sio mazuri. Na kama unavyonisikiliza kupitia media Goma TV, na ukaribisha kila mara kuwa nasikiliza habari zetu moja kwa moja. Mimi katika habari zangu za kila mara, ukiwa unanisikiliza ndugu zangu, hautachoka kupokea habari zangu, utaendelea kuwa niomba utakuwa unaendelea kuniomba. Ukiangalia viongozi wa M23 gisi vinanona kabisa, vimenona kama nguruwe, kwa sababu havya vina wasiwasi, yani vinapigana vita kweli, kwa sababu hao vinapigana, vinajua ni nini lengo yao ni gani. Ukiona angalia kama gisi unavyotazama kwenye screen hapo, vinanona kabisa, unaona kama yani havina stress na vita, hawana tatizo na ile vita, yani wanaona kabisa vita hao wanachukulia kwa sababu walijipanga kwenye mauno ya mapigano. Lakini unajipata FARDC kwa shida gani? FARDC tuko na shida gani? Hata serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo inajiuliza kwa sasa, hili jambo linafanyikana Kongo lina nini? Niliwaambia vita la Kongo, serikali ya Kongo haijaamua hili vita liishe. Ndio niliwaambia kila mara, nawaambia gouvernement ya Kongo haijaamua. Siku gouvernement ya Kongo itaamua, vita ya Kongo itaisha. Na kuamua ni kusema nini? Itachukua uamuzi moja la kufanya nini? Wakabiliane na wahasi au mara moja watolewe ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Wale wako katika wale wa nchini Rwanda warudi Rwanda, wote wakongomano baki Kongo, na wale walifanya maafa waende jela huko. Lakini kwa sasa hata kwenye viongozi vya M23 kuna wale sasa wanajiuliza kama tayari Kagame akitoa wanajeshi wake katika ndani ya chama cha M23, hao wengine watabaki sehemu gani? Hili ndio jambo watu wengi wanajiuliza. Hata M23 wale wakongomani walishirikiana na M23 wale, kwa sasa nao wanajiuliza maswali mengi. Siku Kagame ataondoa wanajeshi wake katika nchini Kongo, hao walijiunga na FARDC na M23 wataenda wapi? Hili ndio jambo. Wale watahukumiwa. Mnajua wengi walihukumiwa, Colonel Nanga pamoja na Bisimwa, wengine viongozi wengi zaidi wamehukumiwa. Hawa sasa kama M23 itatoa watu wao, hawa wateka wapi? Mambo itakuwa moto hapa. Lakini le peuple kongolela, inabidi watu washikamane. Mkiwa unanisikiza kupitia media Goma TV utajua mengi moja kwa moja. Nimekuambia nini? Point zero yote imezingatiwa na M23. Kwa sasa barabara imebaki ni Baraka na Kalemi. Kwa sasa vita likibadilika moja kwa moja, FARDC watapata njia limoja la kuwapeleka. Lakini changamoto ni gani? Kwa nini jeshi la Kongo limeshindwa kila mara kwenye uwanja mapambano? Na kama unavyonisikiza kupitia media Goma TV, subscribe, like, comment, habari zetu mara moja ziwafikie. Bye bye.